The Boss unaizungumzia tasnia ya filamu Lindi, kwamba tupo kwa niaba kuandaa project nyingine ili kwamba tuweze kuingia location kufanya kazi zetu kama tulivyokuwa tunafanya awali hapo. The Boss ana nini hasa kitu ambacho kiko tofauti na wengine? Mimi bwana mimi na kitu kikubwa sana kikubwa sana na nina uwezo mzito kwa sababu wanapenda sana kunizungumzia mabovu na nini of course, lakini mimi bwana sikufichi. Mimi ni msanii mkubwa sana Lindi. Unaelewa haziwezi kufanyika filamu ndogo ndogo za watu wa Lindi pasipokuwa na mimi, lakini labda ulete ubinafsi kwamba yule nani si unajua, lakini kifupi mimi bwana ni msanii mkubwa. Sawa bwana, sio Lindi tu, ukizungumzia tamthilia ya Lindi ya filamu nazungumzia hata Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Arusha, kazi zangu zinaonekana mara kwa mara. Sasa hivi kuna series mpya inaonekana YouTube. Kuna ile series wewe umecheza kama nani? Ile series bwana mimi nimecheza kama mtu tu kawaida, sio bosi, sio maskini, ni hali ya katikati tu ya kawaida yani. Na inaonekana kwamba kila mkikaa kambi wewe ndo ambaye unaitaga vurugu sana kusababisha project zisimame. Ni kweli hili? Hizo bwana propaganda tu. Ndugu mtangazaji, asikwambie mtu. Katika maisha baadhi wanakuchukia, kuna baadhi wanakupenda, unajua na ukifanya vizuri wasie kupenda wanakuchukia. Wale kupenda ukifanya vizuri wao ndio wanakuescort. Na wanaendelea kufanya vizuri zaidi unapofanya vizuri. Okay. Na kuna skendo ambayo inaendelea hapa chini chini sasa hivi. Inaonekana bwana watoto wako wote wamewatelekeza. Hizo ni skendo tu brother. Msanii mkubwa kama mimi namiliki nyumba nzuri, afu leo niambia kwamba yaani kwa kifupi tu kwamba siwezi kuitelekeza familia yangu kwa sababu najitambua, najielewa na ni msanii mkubwa. Hivi nitajipa sifa gani of course? Inaonekana kwamba ile nyumba wewe umejengewa na mshangazi, ndio maana hata familia yako umeamua kuiacha. Au ndo ya walimwengu? Ndio binadamu huyo ndugu yangu. Unajua unapoamua kufanya jambo sio lazima nikushirikishe. Kwa hiyo sio mshangazi huyo. No, mimi nifanya kazi mwenyewe. Nimesimamisha mjengo wangu mwenyewe kwa nguvu zangu mwenyewe, lakini yote ni kwa niaba juhudi kubwa za sanaa ninazofanya. Issue ya Mkubwa Fella kwamba wasanii hawataki kupokea simu zake. Unajua mtu mkubwa kama Fella alafu ukiwa amekutoa kwenye tasnia yako, si ndio? Yeye ndo alokusimamisha, wewe unaonekana, unajulikana, wewe una jina, si ndio? Mimi naona kama ni dharau. Lakini wakawa wanajua, au sio? Yule ndo Mkubwa Fella, sio kwamba amechoka kihivyo au maskini kwamba anashindwa hata kama labda kwenda India kujitibu au sehemu nyingine. Yaani ni vitu vya kawaida sana, lakini tupende kujitambua na tupende kujua kwamba tulitokea wapi. Hilo ni jambo la msingi sana. Katika mtu ambaye unaonekana mna upinzani naye sana ni Sefu. Mwigizaji mwenzako, mwanatasnia mwenzako, lakini inaonekana kwamba Sefu tokea alipotoka na baby mama wako wa zamani Monica, wewe na Sefu aziungi sasa hivi na hamtaki kufanya kazi pamoja kabisa. Yule bwana ndugu yangu ni vitu vya kawaida, lakini tuseme tukizungumzia undani sana tutakuwa tunaikosea jamii. Ila ukweli lakini yeye amesema hataki kabisa kufanya kazi na wewe. Haina shida. Mimi ni star bwana ndugu yangu, sikufichi. Huyo Sefu mwenyewe hawezi kunikuta kwa chochote. Unaelewa? Hata kama leo tukisimama hapa. Sefu kwangu mdogo kwa tasnia filamu. Lakini Monica mnaongea? Monica naongea naye, asikwambie mtu. Hata kama umezaa naye, ulioa, uliishi naye miaka mingi, umeachana naye, lakini hawaachani ndugu yangu. Yeye atapiga upande wake na mimi nitapiga upande wangu. Hivyo. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba hata ile issue ya wewe kumpiga Sinani ilikuwa inatokana na Monica? Hizo ni skendo tu bro. Unaelewa? Kifupi kwamba lakini si ulimpiga mkafikishana hadi polisi? Hizo ni changamoto za mapenzi, hizo ni changamoto za kimuungwana, lakini na imani kwamba anielewa alichokuwa anakifanya na mimi nijua nini ambacho nilikifanya. Of course kila kitu kimekaa sawa. Unataka kuambia nini mashabiki wako kwa sasa hivi ndo tunauanza mwaka 2026? Ni kazi zipi ambazo zinakuja kwa upande wako? Na kazi mzito sana na project mzito sana. Kazi inayokuja natengeneza tamthilia mzuri tu. Na pia nipende tu kuwaambia washabiki zangu, ndugu zangu, marafiki kwamba wasubirie kazi mpya ambayo inakuja karibu 2026.
Okay, kwa hiyo tuendelee kusubscribe kwenye channel yetu. Muda so mrefu.